Makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, hapa tukizungumzia John Heche, ameshangazwa na kujumuishwa kwa majaji wa Uganda na jaji wa Namibia kwenye tume ya Rais Samia Suluhu Hassan ya kwenda kuchunguza matukio ya kijinai yaliyotokea mnamo tarehe 29 Oktoba mwaka 2025. Saa chache baada ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kuzindua tume ya rais ya uchunguzi wa wahusika wa ghasia na ukiukwaji wa sheria wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tanzania Bara, John Heche, ametoa msimamo mkali wa kuikataa tume hiyo, akiitaja kuwa ni mbinu ya kutaka kutengeneza picha isiyokuwa halisi mbele ya jumuiya ya kimataifa. Akihutubia mkutano wa hadhara katika wilaya ya Rorya mkoani Mara mnamo Agosti 7 mwaka 2026, Heche amesema kuwa Chadema haitambui tume hiyo na matokeo yake yoyote yatakayotolewa yatakuwa ni feki. Heche ametumia mfano wa ujenzi wa ghorofa juu ya tope na kueleza kuwa kutokuwa na imani na tume hiyo, akisema kuwa haiwezi kupata ukweli ikiwa inaongozwa na ripoti ya tume iliyopita. Heche amekosoa vikali uamuzi wa kujumuisha jaji kutoka Uganda na jaji kutoka nchini Namibia, akidai kuwa nchi hiyo ina rekodi mbovu ya haki za binadamu na uhuru wa mahakama. Heche amesisitiza kuwa msimamo wa chama chake ni kuendelea kudai katiba mpya na msuluhisho wa kimataifa anayekubalika na pande zote mbili. Hata hivyo, Rais Samia Suluhu Hassan ameeleza imani yake kuwa majaji wote waliopo kwenye tume hiyo watatumia uzoefu wao wa miaka mingi kutekeleza majukumu yao ndani ya miezi mitano ijayo kwa weledi, umakini na uadilifu mkubwa, na kuweza kuleta ukweli wa kipi kiliweza kutokea, ni nani walihusika katika uvunjifu wa amani na matukio yaliyoweza kufanyika katika maandamano ya Oktoba 29 mwaka 2025. Tuachie maoni yako, tuambie ni kipi ambacho unacho. Tukutane tena ili tuendelee kujuzana taarifa mbalimbali kuhusiana na yale yanayojiri katika taifa letu hili la Tanzania kwa sasa.